they are met with some dangers. Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM, tawi la ukanda wa Pwani, limekana kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya uongozi wake na kudai kuwa watu wachache wameajiriwa kuvuruga baraza hilo kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika katika miezi mitatu ijayo. Viongozi hao wamesema wako madarakani kihalali na watazingatia katiba ya baraza hilo, huku akimwandama mwenyekiti wa kitaifa Hassan Ole Nado ambaye hajawahi kupigiwa kura tangu mwaka 2017. Wamewataka wanaopanga maandamano kujisajili kama wanachama badala ya kuchochea misikiti na kugawanya Waislamu. SUPKEM pia imejivunia kusaidia Mkenya aliyenaswa Saudi Arabia baada ya kukusanya zaidi ya shilingi milioni 100 na kufidia ili aachiliwe huru. Mwamvuli wa mashirika ya kijamii ambayo wahusika wake wakuu ni misikiti, madaris, makundi ya kijamii na yale mengine mengi. Wanachama wake wanateua wawakilishi kuhudumu kama wanachama wa chuo cha uchaguzi wa kugombea na uongozi katika ngazi mbalimbali. Tulikuwa na kongamano la washikadau wote wale wakuu, the NGC members, na tukapewa extension kutokana na katiba ya baraza, kutokana na muundo wa baraza. Tulipewa extension ya another term ya kuweza kustawisha, ya kuweza kujenga, ya kuweza kuunda muundo mzuri kule mashinani ya baraza. Sisi tulifanya uchaguzi 2017 na kutoka 2017 tulipoingia tu wale ambao kwamba tuliwashinda ikawa ni kesi baada ya kesi, watupeleka makotini kwa hili kwa lile. Wale wakwenda misikitini kufanya fujo ni goons, si members wa SUPKEM. Na serikali ya kaunti ya Mombasa imeanza